Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe tena. Amen. So ni neema na rehema Mungu ametupatia kuangalia somo la 14. Neema Mungu ametupatia kwa haya mafundisho ya bure kuangalia somo la 14 kuhusiana na Isaka, jinsi alivyojitoa mbele za Bwana. Isaka jinsi alivyojitoa mbele za Bwana, na mimi na wewe sasa, ama wewe mwenyewe wajitoaje mbele za Bwana? Na ino imani Isaka aliipokea wapi? Alafu mimi na wewe tuipokee kwa Isaka, alafu nijichunguze na ujichunguze, je, hivi ndio vile umekuwa ukijitoa mbele za Bwana? Sababu alikubaliana na babake na akaeka moyo wake katika madhabahu, akaeka mawazo yake katika madhabahu, akaeka mwili wake katika madhabahu, akaeka miguu yake, akaeka mikono yake, akaeka nguvu zake. So alijiweka kila kitu chake, alijitoa wakfu mbele za Bwana, akawa tayari kuuawa, alafu apeanwe kwa Bwana kama sadaka. So nijichunguze tu polepole, wewe uliokoka zaidi, hata yule mwenye dhambi ambaye anavutwa kwa Kristo. Je, ameweka hivyo maisha yake chini? Ameweka akili yake kwa Mungu, anamtafuta Mungu na akili yake, mawazo yake, moyo wake, nguvu zake, mwili wake? Ama kuna sehemu ambayo bado imebaki nje? Ama kuna sehemu ambao Abraham amemwenua Isaka, amemweka kwa madhabahu, lakini miguu inaashiria njia, iko nje? Ama mikono inaashiria kazi, iko kando na ile madhabahu? Then huku si kumtumikia Mungu na moyo wote. Sehemu zozote zile mtakatifu Mungu atakuonyesha toba, atanionyesha toba, na paswa nitubu na nizidi kujipeana kwa Mungu, nizidi kujitoa tu kwa Mungu. Tuamini, tuombe. Hilo ndio somo tutaliangalia. Mungu wa Abrahamu, Mungu wa Isaka, Mungu wa Yakobo, sifa na utukufu ni zako Bwana. Mungu tusaidie Bwana katika somo hili la 14 katika mafundisho haya ya Biblia ya bure Bwana. Nenda ukaseme nasi, nenda ukaseme nami, nenda ukaseme na wapendwa, nenda ukaseme na wengine wote ambao pia wako Tanzania Bwana, na hata Abraham Mabanda familia yake Bwana, Mwendwa Mbabu Bwana, wakumbuke Salome pia Bwana, na hata Morris mkumbuke Bwana, na uzidi pia kusema naye Bwana ndani ya moyo wake Bwana. Mungu hata Sam vile vile, Maithia Bwana, Ann Petro Bwana, Juma Bwana, Wekesa mtakatifu wa Israeli, na wale wengine wote Bwana. Nenda ukajitukuze Bwana, kwa sababu wewe ni Mungu juu mbinguni, hapa duniani na hata chini, mtakatifu wa Israeli. Wacha Roho wako Bwana aliye mtakatifu Bwana aende akashuhudie kazi za Kristo sawa sawa inavyokupendeza Bwana. Wacha Roho wako aliye mtakatifu aliye ndani ya mioyo yetu Bwana aende akashiriki moyo huu Bwana kwa nguvu zake, na kwa jina lake Yesu Kristo tumeomba na tukisadiki. Amen. So acha tuangalie Mathayo 1. Mathayo 1 mstari wake ni wa kwanza na wa pili. Kitabu ni cha Mathayo 1 kuanzia mstari wa kwanza. Maandiko yanasema habari za ukoo wa Yesu Kristo. Habari za ukoo wa Yesu Kristo, Mwana wa Daudi, mwana wa Daudi, mwana wa Abrahamu. Yesu Kristo anatambulika pia kama mwana wa Abrahamu. Mstari wa pili. Abrahamu akamzaa Isaka. Abrahamu akamzaa Isaka. Isaka akamzaa Yakobo. Isaka akamzaa Yakobo. Yakobo akamzaa Yuda na ndugu zake. Yakobo akamzaa Yuda na ndugu zake. So ukiona mstari wa kwanza inaongea kuhusiana Yesu mwana wa Abrahamu. Mstari wa pili inaongea pia kuhusiana Isaka mwana wa Abrahamu. So ni nini Mungu ananionyesha, ama ni nini ambacho Isaka
alikuwa akinong'onezewa na Abraham, kwa sababu tunajua kwamba Mungu alikuwa anashuka kutoka mbinguni, alikuwa anaingia katika ulimwengu huu, alafu anaweza kuongea na Abraham. So kuna mengi ambayo Mungu alikuwa anamwambia Abraham ambao mimi na wewe hata hatuyajui, kwa sababu Abraham alikuwa anaongea na Mungu hivi. Kuna siri nyingi Mungu alikuwa anamfunulia Abraham, na Abraham akipokea zile siri, basi anamwagia mtoto wake ambaye ni Isaka na wengineo. Isaka anamwagia Yakobo. So acha tuangalie kuhusiana na uhusiano ukiwa katika moyo wangu na ukiwa katika moyo wako. Acha tuangalie Mwanzo Mwanzo 22. Mwanzo 22. Tunaweza soma mstari wa kwanza na wa pili. Kitabu ni cha Mwanzo 22 mstari wake ni wa kwanza. Baadaye Mungu akamjaribu Abrahamu, akamwambia, Abrahamu, Abrahamu akajibu, mimi hapa. Kisha Mungu akamwambia, umchukue mwanao, mwana wako wa pekee, Isaki, umpendaye, uende katika nchi ya Moria. Mtoe huko kama sadaka ya kuteketezwa juu ya mlima mojawapo nitakaokuambia. Mungu anamwambia Abrahamu yuko na mtoto wa kipekee ambaye ni Isaka. Mungu anamwambia, nenda ukamtoe mwanao wa kipekee ambaye ni Isaka mahali nitakueleza. Mwanzo 22 mstari wa kwanza na wa pili. Mahali nitakueleza. So acha tushuke mstari wa 9. Mwanzo 22 mstari wake ni wa 9. Maandiko yanasema, walipofika mahali pale alipokuwa ameambiwa na Mungu, Abrahamu akajenga madhabahu hapo. Abrahamu akajenga madhabahu, akaziweka kuni juu yake. Madhabahu ni mahali kumeinuka. So akatengeza madhabahu, akainua mawe, akatengeza madhabahu mahali pameinuka, alafu akaziweka kuni, akaanda zile kuni. Sawa sawa, akaeka kuni. Endelea. Akaziweka kuni juu yake, akamfunga Isaka mwanawe na akamlaza kwenye madhabahu. Alafu akamfunga Isaka mwanawe, alafu akamlaza Isaka kwenye madhabahu juu ya zile kuni. So hapa kwa makini, kwa sababu Isaka, ndani ya moyo wa Isaka anaamini kile ambacho babake anamwambia. Babake anamwambia Mungu atapeana sadaka, lakini mpaka sasa hajapeana. Mungu aliniambia hivi, aliniambia wewe niende nikakutoe, nikukate, alafu nikutoe kama sadaka mbele za Mungu. Mungu anakutaka wewe Isaka. Licha kuwa walipokuwa anatembea anasema, baba naona kuni, naona moto, naona kisu, lakini sadaka iko wapi? Abraham anamwambia, Abraham ako na imani, anasema Mungu atapatiana. Lakini mwanzo kabisa Mungu hakumwambia Abrahamu, mimi nitakupatia mwana kondoo ama nitakupatia sadaka, nenda umtolee mtoto wako. So enough. Wakifika pale sasa, Abraham anamwambia ule mtoto, sasa kweli nilikuwa na imani Mungu atapatiana, lakini mpaka sasa Mungu hajapatiana. Na kweli ni Mungu ameniambia nikufunge wewe, nikutoe kwa yeye sadaka. Ni wewe ndio sadaka. So Mungu anataka nijiangalie na Isaka na ujiangalie na Isaka. Isaka anapeana mikono yake kwa babake. Babake anamfunga. Mikono inaashiria nini? Mikono inaashiria kazi. Isaka yuko tayari, kazi zake, si mapenzi yake, kazi zake anazipeana kwa Bwana. Hizi kazi ambazo wazifanya, hizi kazi ambazo nazifanya katika huduma, are you sure 100% umempatia Bwana? Ama mimi naishi maisha ya Anania na Safira, maisha ambayo mimi najitoa nusu, alafu nusu nyingine nabaki nayo. Nani anabaki nayo nusu nyingine? Ibilisi anabaki nayo. Kama sitajitoa kama Isaka,
then Mungu anasema hii sadaka sipendezwi nayo. Kama sitajitoa, nijitoe kabisa full kumtumikia Mungu. Kama namtumikia Mungu, Mungu anataka umtumikie full. Lakini kama kazi ya mikono yangu haitakuwa mbele za Bwana, haiongei hapa kuhusiana na fedha, haiongei sana kuhusiana na sababu pengine ufikiri pengine hii pengine niendelea kutoa. Hii inamaanisha wewe mwenyewe kujitoa, kutoa viungo vyako mwenyewe kwa ajili ya Bwana, na mimi vile vile. So niangalie kazi, anapeana mikono inafungwa, mikono inalala kwa madhabahu. Inamaanisha kazi za Isaka zote ziko kwa madhabahu. Madhabahu ni mahali sasa Mungu, hii ndio ile sadaka Isaka ulisema itolewe. Mungu chukua hiyo sadaka. Isaka anajipeana full kwa Mungu. Wapendwa, Mungu apendezi na mtu ambaye anajitoa nusu. Nafanya kazi ya Mungu, naenda kushiriki, lakini najitoa nusu. Ama nafikiria mimi nitapata nini hapa? Ama je, nitapata nafasi hapa? Ni kitu gani mimi nitapata katika hii kazi ya Mungu? Hiyo inakuwa personal interest, inakuwa interest yako, na huo ni uovu mbele za Bwana. Na Mungu anasema hii sadaka naichukia. So nijichunguze. Ninaposoma Biblia, ninaposhiriki neno, ninapotoka mahali hapa, ninaposaidia, nafanya na moyo wangu wote, nikijua hii namfanyia Mungu, niko kwa madhabahu full, mikono yangu, kazi zangu zote ziko kwa madhabahu. Kukiwa na chochote ambacho kinatokana na mimi, ama kikiwa na chochote kile ama manunguniko, then Mungu anasema hii sadaka licha kuwa wanaitoa, lakini hii sadaka siipokei. Hivyo ndio Mungu anasema. So mikono inaashiria nini? Acha tuangalie kitabu cha mikono inaashiria nini. Angalia Zaburi, Isaia 59, Isaia 59. Naweza angalia naweza soma mstari wa 3, ni sawa? Isaia 59 mstari wake ni 3. Kwa maana mikono yenu imetiwa mawaa kwa damu, na vidole vyenu kwa hatia. Midomo yenu imenena uongo, nazo ndimi zenu zimenong'ona mambo maovu. Mstari wa 6. Isaia 59 mstari wake ni 6. Utando wao wa buibui haufai kwa nguo, hawawezi kujifunika kwa kile walichokitengeneza. Matendo yao ni matendo maovu, vitendo vya jeuri vipo mikononi mwao. Rejelea tena 6. Utando wao wa buibui haufai kwa nguo. Mungu anasema utando wao wa buibui wamejitengezea. Kuna kitu ambacho wamejitengezea kwa mikono yao. Mungu anasema utando wao wa buibui haufai kwa nguo. Hawawezi kujifunika kwa kile walichokitengeneza. Hawawezi kujifunika kwa kile walichokitengeneza. Mikono kazi yake ni kutengeneza. Endelea. Matendo yao ni matendo maovu. Matendo yao, Mungu anasema matendo yao ni matendo maovu. Vitendo vya jeuri vipo mikononi mwao. Vitendo vya jeuri vipo mikononi mwao. So Isaka amepeana mikono yake ifungwe, alafu iwekwe katika madhabahu. Mungu anasema mkono inaashiria kazi ambazo mwanadamu anazifanya. Isaka anakubaliana kazi zake zote zifungwe, ziwekwe katika madhabahu. Kazi zake ziondolewe. Isaka ameweka mikono yake kwa madhabahu. Je, mimi na wewe tumetoa, nimeweka kazi zangu zote mbele ya madhabahu? Kazi ambazo unazifanya, kazi ambazo unamfanyia Mungu kupitia mikono, hizo kazi unamfanyia Mungu, umeziweka full kweli wamfanyia Mungu, kiasi kwamba hata mtu akikuona nyuma, akikuangalia anasema yule kweli anamtumikia Mungu na moyo wake wote, nguvu zake zote na kazi zake zote. Iko hivyo kwako ama imepungukiwa? Iko hivyo kwangu ama imepungukiwa?
Manake kama kuna interest, kama kuna kitu unatafuta, hutamtumikia Mungu na moyo wako wote. Hutamtumikia Mungu kwa kazi ya mikono yako yote. Itakuwa watumikia kwa sababu ndani ya moyo kuna kitu ambacho watarajia, ama kuna kitu ambacho nataka, aidha nijulikane, aidha nifahamike, umaarufu. Then nikikosa umaarufu, pengine itakuwa natumikia kwa ulegevu. Ama kuna kitu pengine nilikuwa nataka, nikiona ni kama sikipati, itakuwa namtumikia Mungu kwa ulegevu. Lakini yafaa nikae chini nijiulize, mikono ya Isaka, kazi za Isaka zote ziko kwa madhabahu. Je, kazi zangu zote ziko kwa madhabahu mbele za Bwana? Mungu akichunguza kuanzia moyo, kuanzia kichwa, kuanzia kiuno, anaona huyu ni sawa na Isaka. Ni wewe ama ni mimi? Nafanana hivyo. Unapofanya kazi ya Mungu, amekuita kufanya uinjilisti, unaifanya pasipo kutaka chochote, pasipo kutaka kujulikana, pasipo kutaka huduma, pasipo kutaka chochote, fedha ama nini. Wataka tu, nia ya Mungu ni kwamba nafsi ziondolewe kwa dhambi, zitubu na zimwamini Yesu Kristo. Hutaki chengine chochote. Moyo wangu uko hivyo, moyo wako uko hivyo. Isaka aliweka mikono yake, kazi zake sote aliziweka kwa madhabahu. Hivyo ndio Mungu anakuita. Babake alimfunga mikono, alafu mikono ikalala kwa madhabahu. Inamaanisha kazi zake zote ziko kwa madhabahu ya Bwana. Hakuna hata moja yake iko kando. Hakuna hata personal interest yake yoyote. Chochote, tamaa ya kibinafsi. Tamaa ya kibinafsi. Hakuna hata kiburi hapo, kwa sababu ukiona ameweka kazi zake zote, inamaanisha hizi kazi zake zote anampatia nani? Anampatia Bwana. Hakuna hata kiburi hapo. Lakini ukiona niko na kiburi, ukiona uko na kiburi, jua mikono yako, kazi zako haziko madhabahuni. Haziko madhabahuni. Tunaweza rudi kwa Mwanzo 22. Sehemu nyingine ambao ililala pale kwa madhabahu. Sehemu nyingine ililala kwa madhabahu ni miguu. Mwanzo 22. Unaweza soma mstari wa 9. Mwanzo 22 mstari wake ni wa 9. Walipofika mahali pale alipokuwa ameambiwa na Mungu, Abrahamu akajenga madhabahu hapo, akaziweka kuni juu yake, akamfunga Isaka mwanawe na kumlaza kwenye madhabahu juu ya zile kuni. Sehemu nyingine ililala ni miguu. Miguu ya Isaka ilikuwa yote katika madhabahu. Miguu ya Isaka ilikuwa yote katika madhabahu. Kiangalia miguu inaashiria nini? Angalia Isaia 55. Isaia 55. Naweza soma mstari wa 6 na 7. Kitabu ni cha Isaia 55 mstari wake ni wa 6. Mtafuteni Bwana maadamu anapatikana. Endelea. Isaia 55 mstari wake ni wa 6. Mtafuteni Bwana maadamu anapatikana, muiteni maadamu yu karibu. Mtu mwovu na iache njia yake, na mtu mbaya na awache mawazo yake. Mtu mwovu aiache njia yake. Mtu mwovu aiache njia yake. Njia inamaanisha miguu. Miguu inaashiria njia. Mtu mwovu aiache njia yake. Hii ikiwa njia yangu, mimi ndio nitatembea katika hiyo njia. Mtu mwovu aiache njia yake mbaya. Njia inaashiria miguu. Mali unatembea, mali na kanyaga. Miguu yao iko mbio kumwaga damu. Iko mbio, inakimbia wapi? Miguu yao iko mbio kumwaga damu. Inakimbia wapi ino miguu?
Miguu inaashiria njia. So miguu ya Isaka ilikuwa katika madhabahu. Mungu anasema mtu mbaya aiache njia yake mbaya, aondoe njia yake kwa ulimwengu, alete njia yake kwa madhabahu, alete miguu yake kwa madhabahu ya Bwana. Hivyo ndio Mungu anasema. Miguu ambayo imekuwa wakfu, njia ambazo zimekuwa, nimeondoa miguu yangu kwa ulimwengu, nimeweka miguu yangu kwa madhabahu ya Bwana. Na miguu ikiwa kwa madhabahu ya Bwana inamaanisha utatembea katika njia za Bwana full maisha yako yote. Maana huko katika madhabahu umejipeana, Mungu amesema nitolee mtoto sadaka. Amekuwa full kwa madhabahu, apeane kwa Bwana full. Si mguu mmoja wakanyaga chini huku, alafu mguu mwingine uko katika madhabahu. Hivi ndio watu wanaishi. Baba nifunge mguu mmoja kwa madhabahu, mguu mwingine uweke huku duniani. Yaani niko na njia mbili, mwisho siku unapasuka msamba, Mungu anakukataa. Unakuwa vuguvugu ama na wavuguvugu. Miguu yote yanafaa kama iko kwa madhabahu, weka miguu kwa madhabahu. Njia zako zote ziwe njia ambazo zinaonekana ni njia za madhabahu. Mtu ambaye ametolewa wakfu mbele za Bwana. Mtu akiona njia zako anamuona Mungu, akiona njia zangu anaona Kristo. Anasema kweli, hakika yule dada, hakika yule ndugu, yule mpendwa, mwili wake wote, njia zake zote ziko tu kwa nuru, kwa nuru, kwa nuru. Huyu ndio Isaka. Huyu ndio Isaka. Si Ukristo ambao niko na mandugu, saa zingine mimi natukana hao mandugu, hao mandugu niko nao tunapigana. Mtu hata akiona naona hapana, mimi hata nimechanganyikiwa na Ukristo wa kila siku, kwa sababu kuna mguu mmoja uko kwa madhabahu na mguu mwingine uko katika ulimwengu. Hauwezi kumfurahisha Mungu wakati mmoja na huku unamfurahisha shetani. Yesu alisema chagua bwana wako, huwezi tumikia mabwana wawili. Katika Mathayo 6:24 Yesu anasema huwezi tumikia mabwana wawili. Ndio maana Isaka miguu yake yote, njia zake zote ziko katika madhabahu. Kazi zake zote za mikono yake iko katika madhabahu. Huyu ndio mtu Mungu anamtafuta. Hii ndio sadaka Mungu anasema napendezwa na hilo sadaka. Hii ndio sadaka napendezwa nao. Huyu ndio Mkristo wa kweli ambaye Mungu anataka kumtumia. So niangalie. Mungu anaweza kutumia kama Elisha, anaweza nitumia kama Elijah, anaweza kukutumia. Lakini hawa watu ambao wanaitwa Elia na Elisha walilala katika madhabahu kama vile Isaka, Mungu akawatumia. Lakini mimi na wewe tujitafute huko, ni mguu gani nimeacha nje? Yesu anasema ukimfuata lazima ujikane. Anakuambia tu peupe mapema. Anakuambia lazima ujikane. Lazima ubebe msalaba wako. Si ile wakati wa wokovu tu. Anakuambia kila siku na umfuate. Hayo ndio masharti. Sasa akisema masharti ni magumu, Yesu anakuambia kaa hapo. Nani mwingine yuko tayari kubeba msalaba wake? Ajikane kubeba msalaba wake na kunifuata kila siku. Hiyo ndio kuweka maisha yako katika madhabahu. Hiyo ndio kuweka maisha yako katika madhabahu. Na yangu vile vile. So miguu inaashiria njia. Miguu inaashiria njia. Njia zote za Isaka zilikuwa katika madhabahu. Hata turudi tena Mwanzo 22 mstari wake ni wa 9. Kitabu cha Mwanzo 22 mstari wake ni wa 9. Maandiko yanasema walipofika mahali pale alipokuwa ameambiwa na Mungu, Abrahamu akajenga madhabahu hapo, akaziweka kuni juu yake, akamfunga Isaka mwanawe na akamlaza kwenye madhabahu juu ya zile kuni. Haikuwa kitu cha rahisi. Wapendwa, haikuwa kitu cha rahisi. Babako anakushika na kufunga na unajua kabisa mimi nauawa, alafu nafsi yangu inaenda kwa Mungu. Yaani wewe unatolewa kwa Mungu. Uona yuko na kisu atakukata, alafu atakuchoma. Anasema baba, nipeane kwa Bwana. Hii ndio wokovu. Hizi ndio terms, hizi ndio condition za wokovu. Kama
Kama siko tayari, sisikii kwamba naitwa wasukumwa, yani hivi ndio napaswa nimtumikie Mungu. Kama usikii hiyo, basi na maisha kuna dhambi ndani ya moyo, na maisha kuna shida iko katika moyo. Kwa yule ameokoka sahihi, anafaa aendelee kuishi kupitia Roho Mtakatifu kwamba kweli kumbe wokovu ni mimi natolewa sadaka kwa Mungu, na niko tayari njia zangu, hizi kazi zangu, na hata mawazo ya Isaka. Kichwa chake kililala hapo katika madhabahu. Kichwa kikilala, mawazo yamelala kwa madhabahu. Mawazo, nguvu zake hang'ang'ani, nguvu zake zote amezisarenda kwa madhabahu. Hafanyi hivi kama mbuzi akitaka kuchinjwa, anafanya hivi ama kuku ama bata, anasumbua. Huyu ni mtu bado anatumia nguvu zake kumpinga Mungu, bado anashindana na Mungu. Mungu anakuita akunyenyekeze, akutumie, lakini bado anatumia nguvu zangu kupingana na Mungu. Kwa kama mtu ambaye anaitwa Yakobo, nashindana na Mungu, nashindana na malaika wa Bwana, nashindana naye. Mungu anakuambia sarenda nguvu zako zote katika madhabahu. Sarenda maindi yako yote katika madhabahu. Moyo wake akilala, moyo wake pia unalala katika madhabahu. Hizi vitu vitatu tutaviangalia tu kwa pamoja. Tunaangalia mind yake, Akika kichwa yuko kwa madhabahu, mind yake yuko katika madhabahu, imekuwa wakfu. Yani hata sumbuka na mambo ya ulimwengu, atampenda Mungu wake, na anampenda Mungu wake kwa moyo uliolala, moyo wake wote. Kichwa chake kimelala, mind yake yote na nguvu zake zote, hashindani, amesarenda hapo katika madhabahu. Na nafsi yake pia. Acha tuangalie kitabu cha Marko 12 mstari wa 29. Marko 12:29. Fika unaweza soma tafadhali. Marko 12 mstari wake ni wa 29. Maandiko yanasema Yesu akajibu, amri iliyokuu ndio hii. Sikiliza e Israeli. Bwana Mungu wetu. Bwana ndiye mmoja. Mpende Bwana Mungu wako. Mpende Bwana Mungu wako moyo wako wote. Kwa moyo. Isaka alipokuwa amelala katika madhabahu kwa Mwanzo 22 mstari wa 9, moyo wake ulikuwa kwa madhabahu. Moyo wake haukuwa nje. Akilala kwa madhabahu full, amejipeana moyo wake wote. Anampenda Mungu wa babake ambaye ni Abrahamu, Mungu wake, na moyo wake wote. Kwa roho yako yote. Roho ya Isaka akilala kwa madhabahu, roho yake imelala kwa madhabahu. So anampenda Mungu wa babake ambaye ni Abrahamu kwa roho yake yote. Kwa akili zako zote. Isaka amefungwa kwa madhabahu. Kichwa chake kimelala kwa madhabahu. Ndani ya kichwa kuna akili. Anampenda Mungu wa babake ambaye ni Abrahamu kwa akili zake zote. Na kwa nguvu zako zote. Nguvu zake zimetulia. Ameweka nguvu zake zote kwa madhabahu. Hashindani, hapigi kuni teke. Ashindani akati kamba. Nguvu zake zote zimekuwa surrendered katika madhabahu ya Bwana. Anampenda Mungu wa babake, Mungu wa Abrahamu. Anampenda Mungu wake kwa moyo wake wote, kwa akili yake yote, kwa nafsi yake yote, kwa nguvu zake zote. Huyu ni wewe. Huyu ni mimi. Hivyo ndio unampenda Mungu. Yaani kila wakati, kila kwa mawazo yako unafikiria tu ni Mungu nitumie, Mungu nioshe, Mungu zidi kunisimamisha katika neno lako, Mungu zidi kunitakasa kwa neno lako, Mungu saidia nafsi zipate kuokoka, Mungu nitumie, Mungu nisaidie nifanye muombezi, niwe naongea na wewe kila saa, kila wakati. Mungu haya ndio maisha yako kila siku. Nataka niende nisome Biblia, nataka niende niombe, nasukumwa nikafanya uinjilisti. Haya ni maisha yako. Moyo wako uko wapi? Nafsi yako iko wapi? Nguvu zako zinaisha wapi?
Akili yako inawaza nini? Nini nasumbua akili yako? Nini nasumbua akili yangu? Mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote. Moyo wako uko kwa madhabahu wote wangu, kwa akili zako zote. Akili zako zote ziko kwa madhabahu. Kwa nafsi yako yote, nafsi yako yote, yangu yote iko kwa madhabahu. Hilo ni swali. So kama kuna sehemu ambao bado Mungu anakuonyesha hapa bado hujanitumikia jinsi nataka, hujajiweka wakfu kwa madhabahu jinsi vile nataka, Mungu anataka nikiri kweli, Mungu kuna upungufu katika maisha yangu ya kiroho, Mungu nisamehe katika haya, nisaidie Mungu, niweke kila kitu changu wakfu kama vile Yesu Kristo umesema katika Marko 20:12-29 na 30. Mpende Bwana Mungu wako. Ni nini nyingine kinachukua nafasi ya Mungu wako? Nini inachukua nafasi ya Mungu wako? Hiyo inakuwa sanamu. Isaka kufanya hivyo. Isaka alijiweka full katika madhabahu. So kumtumikia Bwana ni kumtumikia na hayo ambayo Yesu anaeleza, ambayo tukimuona Isaka tunaona yote ameweka kwa madhabahu ya Bwana, yuko tayari kuuawa, achomwe, alafu nafsi yake iende kwa Bwana. Mungu hawezi kupokea dhabihu nusu. Njia zangu kidogo ziko huku kwa ulimwengu, alafu mguu mwingine njia zangu ziko kwa madhabahu. Mungu anasema huyu ana nia mbili. Huyu ni double mind, nia yake ni mbili. Hata pokea lolote kutoka kwa Bwana. So hakufai kuwe na nia yako hapa. Hakufai kuwe na nia yangu hapa. Na hii inatokana na utiifu na usafi wa moyo. Moyo wako ukiwa mchafu, ukiwa tuna mambo kwa moyo maovu, hauwezi pia na hii sadaka. Maindi yako haiwezi kuwa katika madhabahu. Hati yako haitakuwa katika madhabahu. Nguvu zako hazitakuwa katika madhabahu. Na nafsi yako haitakuwa katika madhabahu. So Mungu anaangalia moyo ambao tayari umeoshwa na uko straight forward. Unaendelea kuoshwa na neno na kutakaswa na kupata toba, ukiendelea tu kukaa katika njia za Bwana. Nimejiweka wakfu hivyo. Umejiweka wakfu hivyo. Rejelea mara ya mwisho, mpende Bwana Mungu wako. Kitabu cha Marko 12 mstari wake ni wa 29. Yesu akajibu, amri iliyokuu ndio hii: sikiliza Israeli, Bwana Mungu wetu, Bwana ndiye mmoja. Mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote. Mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, kwa roho yako yote, kwa akili zako zote, na kwa nguvu zako zote. Isaka alijipeana full kwa madhabahu ya Bwana. Full. Nijiangalie na ujiangalie vizuri. Kama simpi Bwana hivi, kama mtu yote ambaye anajiita mtumishi ama anajiita Mkristo ama una ndugu ambaye pia mko pamoja, mnaangaliana, kama hujajipeana kwa Mungu hivi, hujajipeana kwa Bwana. Hiyo si sadaka ya Bwana. Jua clear, lazima neno la Mungu kuwe na clear line. Kama sijajipeana venye Isaka amejipeana, venye Yesu anasema, then nijue sijajipeana kitu kwa Bwana. Na Mungu hatapokea sadaka iliyo na mapungufu. Tukiongea kuhusiana na sadaka, tunaongea kuhusiana na Mungu anasema tutoe viungo vya mili yetu. Mili yetu sasa pande inakuwa sadaka takatifu. Warumi 12 mstari wa kwanza. Warumi 12 Warumi 12 mstari wake ni wa kwanza. Warumi 12 mstari wake ni wa kwanza. Naam. Basi ndugu zangu, na wasi kwa huruma yake Mungu, itoeni mili yenu. Tunaambiwa tutoe mili yetu
itoeni mili yenu iwe dhabihu iliyo. Kwa hiyo Warumi 12 mstari wake ni wa kwanza. Warumi 12 mstari ni wa kwanza. Kwa hiyo ndugu zangu, nawasihi kwa rehema zake Mungu, itoeni mili yenu iwe dhabihu. Vile Isaka alitoa, Mungu anasema mwili wako, akili, miguu, njia, mikono, sehemu ambazo Mungu amekupatia, Mungu anasema hizo zote zitoe kwake kama dhabihu iliyo hai, takatifu, inamaanisha bila dhambi, bila maovu, bila mawaa, bila manunguniko, bila kutaka chochote ambacho wewe mwenyewe unataka, self interest. Mungu anasema bila mawaa, takatifu, safi, inayompendeza Mungu. Ndio ibada yenu yenye maana. Mungu anasema hiyo ndio ibada yetu yenye maana. Ni ibada gani Mungu ametupatia? Mungu anatuonyesha ibada ya Isaka, kutoa viungo vyetu vya mwili, moyo, nafsi, nguvu, akili, roho, yote kumpatia Bwana. Miguu, njia zetu, kazi zako, zote kumpatia Bwana. Mungu anasema itoeni mili yenu kuwa dhabihu takatifu. Si kujitoa tu, si kujitoa na malalamiko, si kujitoa na mioyo mengine ambayo haimpendezi Mungu. Mungu anasema itoe mili yako na mwili wangu kuwa dhabihu iliyo takatifu, iliyo takatifu, iliyo takatifu. Rejelea mara ya mwisho. Warumi 12 mstari wake ni wa kwanza. Kwa hiyo ndugu zangu, nawasihi kwa rehema zake Mungu, itoeni mili yenu iwe dhabihu iliyo hai. Itoeni mili yenu iwe dhabihu iliyo hai, takatifu na inayompendeza Mungu. Takatifu na inayompendeza Mungu. Hii ndio ibada yenu yenye maana. Hii ndio ibada yenu yenye maana. So paka hapo Isaka amejitoa kama dhabihu takatifu mbele za Bwana. Ndiyo. Sasa hata turudishe kwetu. Rudi kwako sasa. Mungu anasema itoeni mili yenu. Katika mwili wako, mdomo wako, Mungu anasema utoe mdomo wako uwe dhabihu takatifu. Mdomo wako umekuwa ukiongea mambo matakatifu, mdomo wangu umekuwa ukiongea mambo matakatifu. Alafu nitaona kama nimekuwa nikiongea manunguniko, ama nimekuwa nikisengenya, ama ukisengenya ndugu wengine, ama nikienda nikirusa maneno machafu ambao hayako katika misingi ya neno la Bwana. Maneno machafu kwa ajili ya huyu, maneno machafu kwa ajili ya huyu. Mungu anasema hautoi viungo vyako kwa dhabihu, na nitajifanya nitaona kama namtumikia Mungu, lakini Mungu anasema hiyo si sadaka ambao mimi inanipendeza. Mungu anasema sitaki hiyo sadaka. Anaikataa kama ya Esau, anaikataa kama ya Kaini. Mungu anaikataa. Esau alitoa sadaka baada ndugu yake kuja, wa kwanza Yakobo, ikapokelewa. Mungu akaipokea kupitia Isaka. Alafu Esau akaja akatoa yake, akamwambia hii itakubaliwa, mwenzako shaenda na baraka. Ni hivyo hivyo. Niangalie mdomo wangu, nini unaongea? Je, naongea kweli? Naenda katika amri za Mungu? Hiyo ndio sadaka. Mungu anasema angalia kinywa chako. Toa mwili wako. Mwili si kichwa tu. Mwili inamaanisha viungo vyako vyote. Viungo ambavyo Mungu angepatia hata macho. Kwa watu wengi wanatumia macho yao katika uchafu tu. Aidha kuangalia wanaume, kuangalia wanawake, kuangalia pornografia. Alafu anatarajia aje mbele za Bwana na bado awe dhabihu takatifu mbele za Bwana. Mungu anasema haiendi hivyo. Masikio, nasikia nini? Masikio ni sehemu ya mwili. Nasikia nini? Je, nasikia neno ama nataka nisikie umbea?
Hivi ndio kutoa mili yetu kwa sadaka takatifu. No wonder saa zingine unaomba ama naomba, unaona kama kuna ukuta mkubwa sana. Kumbe yale umeyaona, yale umeyakaribisha katika masikio, yamechafua hekalu la Bwana. Huenda uanguki katika dhambi kubwa, lakini maneno tu ya kipuzi yanachafua. Mpendwa, jiangalie na niangalie sana, nilinde moyo wangu, linde moyo wako. Hivyo ndio Bwana anasema, kwa sababu ndani ya moyo wako chemichemi za uhai zinatoka, na wangu pia. Na katika huu mwili afanye elewe ni hekalu. Mungu anasema pia ni hekalu. Ni hekalu. Na hekalu linafali iwe vipi? Linafali iwe safi, linafali iwe takatifu. Mungu atapokea nini kwa hekalu? Atapokea sadaka ya mwili wako na mwili wangu. Huwezi pata mtu anasema ameokoka na anapiga pombe kidogo. Hilo si hekalu, hiyo ni baa. Ama analala na wanawake kidogo, hiyo si hekalu, hiyo ni guest. Kuna hekalu Mungu anasema hili ni hekalu, naye mengine anakuwa magest. Wanaume ama nawaangalia ama wanawake na waangalia na watamani tu kwa moyo. Mungu anasema hilo si hekalu, hilo ni guest. Mimi ni hekalu, ndio ni hekalu. Mdomo pengine ni kusengenya. Mungu akiangalia haoni hekalu, anaona kikao cha umbea na masengenyo. Mungu anaona hivyo kwangu na kwako. So naweza jigamba niseme mimi ni hekalu la Bwana. Mungu anasema sio ni hekalu hapo, unaona kikao cha umbea na ushene. Alafu nabaki naangalia basi. Hata kile nasikia. Sasa zingine yaweza kuwa hauongei umbea, lakini kama naeka sikio langu nisikie umbea ni mtamu, siongei, nitafunga mdomo lakini nitasikia. Basi na maisha ndani ya moyo pia kuna mbegu ya umbea bado iko, ndio maana nataka tu nisikie. Sitaongea, hebu niambie lakini. Maana kuna mbegu hapa nataka kusikia. Kwa nini nataka kusikia? Ina maana hiyo mbegu bado haijashughulikiwa. So Mungu anasema itoeni mili yenu kwa dhabihu. Nisipokee stories za mtu ananiambia, nataka nikwambie stories za yule. Huyo waniambia stories za yule. Nenda uniambie akiwepo. Ama mfuate umwambie stories zake. Ya kitu ambacho nakaribisha kwa masikio huwa inaingia kwa moyo. Na muda si mrefu ukikaribisha uchafu kwa masikio yataingia kwa moyo. Na muda si mrefu kile ambacho kitakuwa kinatoka kwa moyo wako basi itakuwa ni kiovu, kwa sababu kinachomjaa mtu ndicho kitakachomtoka. Na unapopeana masikio yako kwa umbea, unapeana wewe unasema ndugu huyu anasema wapeana, siongei lakini napeana, zinaingia kwa moyo. Alafu muda si mrefu kile kitatoka kwako kitakuwa kile ambacho umekipokea. So niangalie, nijue ni takataka, kana takataka yako, tubu hii ni takataka, tubu kabla haijafika katika moyo. So tunaweza angalia Warumi 6 mstari wa 10 mstari wa 13. Kitabu cha Warumi 6 mstari wake ni wa 13. Wala msivitoe viungo vya miili yenu vitumike kama vyombo vya uovu. Wala usivitoe viungo inamaanisha viungo vya mwili, mkono, masikio, sehemu Mungu ametupatia za uzazi katika ndoa peke yake, katika hiyo tendo. Wala msivitoe viungo vya miili yenu. Wala msivitoe viungo vya miili yenu vitumike kama vyombo vya uovu. Vitumike kama vyombo vya uovu, vya kutenda dhambi. Bali jitoeni kwa Mungu. Mungu anasema nijitoe, jitoe kwa Mungu kama vile Isaka alijitoa. Jitoe kwa Mungu. Jitoeni kwa Mungu. Jitoeni kwa Mungu. Kama watu waliotolewa kutoka mautini. Kama watu waliotolewa kutoka mautini kuingia uzimani. Mungu anasema vitoe viungo vyako kwa Mungu. Kama ule mtu ambaye ametoka kwa dhambi, amefufuliwa pamoja na Kristo, sasa anatoa viungo vyake kwa Mungu vitakatifu. Nanyi vitoeni viungo vya miili yenu
nanyi vitoeni viungo vya mili yenu kwake kama vyombo vya haki. Kwake kama vyombo vya haki. Hivyo ndio Mungu anasema. So nijiulize, saa zingine umeoa ama hujaolewa, uko tu hapo. Halafu umeokoka, unakuta mtu analeta mazoea, anakuwekea mkono, anakushika kama nani? Si bwanako, si bibi yako. Anakushika katika condition gani? Ni masharti gani mnashikana hapo? Halafu mnatoka mkisema hakuna uzinzi. Mungu anasema hiyo si hekalu, hilo ni guest. Mungu anasema hilo ni guest, hiyo si hekalu. Kwa nini Mungu anasisitiza kwamba tuitoe mili yetu kwa takatifu, tutoe viungo vyetu kwa dhabihu takatifu? Kwa sababu katika hekalu sadaka ndio zilikuwa zinatolewa, na mwili wako umekuwa hekalu sasa. Ukishafanyika hekalu lazima utoe sadaka. Sadaka zinatolewa kwa sababu wewe ni hekalu. Mimi ni hekalu. Si bibi yako, kaa kando na yeye, acha kumshikashika. Si mume wako, kaa kando na yeye. Hawezi kumshika mke wa mwenyewe, ama hata kama hujaoa, lakini unashikashika wanaume, alafu unarudi kwa huduma, unaendelea kushika microphone na unahitaji Mungu apeane breakthrough. Mungu hawezi kupeana breakthrough, huo ni uchafu. Mungu anasema lile ni guest, alafu sasa nataka niweke mkono wangu kwa Mungu. Anasema hapana, yeye si mshirika wa uchafu. Anasema hakuna sadaka hapa. Hii sadaka anasema ni ya mapepo. Nenda utolee mapepo sadaka zako. Hivyo ndio Mungu anasema. Paka nijione, paka ujiangalie. Hawezi kuwa katika fire wahubiri Kristo kwa watu wanachomeka katika mioyo, na huku unatoka huku unalala na wanawake, ama uko na dhambi za siri katika moyo wako, uko na usiri mwingi. Mungu hata kutumia, kwa sababu Mungu akiangalia moyo anaona giza tororo. Anasema siwezi kama mkono wangu katika giza hilo. Mungu anasema mimi si mnafiki. Anakuacha hapo. Baadaye unajagiza. Baadaye mtu akija kuangalia, anasema huyu kweli aliokoka. Huyu. Kwa nini? Haujakuwa sasa nyumba ya Bwana tena. Umekuwa hekalu ambao ibilisi wanajificha huko ndani, kwa sababu moyo wako umejasiri, umejagiza. Ama moyo wangu umejagiza. Hii inatokana tu polepole na kiburi cha mtu, polepole na kiburi chako na changu, polepole. Alafu inatokana na kitu inaitwa individual. Mume tunakuwa mtu asiri. Mimi ni maisha yangu. Shetani anasema nimepata mtu. Hakuna Mkristo hata mmoja aliyezaliwa na Bwana alafu anataka kukaa peke yake. Watoto wakizaliwa wanaitwa baby, ni watoto wadogo, wanakaa kwa mama yao wanyonye. Kila saa unaona na mama yao. Ukitaka kumchukua mtoto kanalia, kanakaa kwa mamake. Kwa sababu gani? Kanataka kuendelea kunyonya maziwa. Ni hivyo na Ukristo. Watu wakizaliwa mara ya pili wanataka kukaa pamoja na Wakristo wenzao, waendelee kunywa maziwa. Ni mtoto amezaliwa. Mtoto amezaliwa. Unaona, mtoto hamtaki mamake, hataki maziwa mamake. Utashangaa mtoto ni nini? Utashangaa mtoto ana mapepo, hataki mamake, hataki maziwa. Haiendi hivyo. Ukristo ni hivyo. Hauwezi kutoa dhabihu takatifu kama haujaunganika na mwili wa Yesu Kristo ambao ni mtakatifu, ambao ni kanisa lake. Na kuna kanisa la mtu mmoja. Hiyo ni pride, hiyo ni kiburi. Hiyo ni kiburi mwanadamu anakuwa nayo. Nishajua John 3:16, nishajua Matthew, nishajua Genesis. Alafu naona sasa mimi niko sawa, mimi nakuwa kanisa. Shetani anakudanganya. Ondoka katika hilo giza. Hiyo dhabihu utaitoa. Mungu anasema hapendezwi nayo. Anasema hiyo sipendezi nayo. Sijawahi kuona mwili wa Kristo ambao uko na jicho peke yake, ama uko na mguu peke yake. Mungu anasema no. Hiyo ni pride. Na hapo ndo mwanadamu anajawagiza kiasi kwamba hatakuwa tayari na hataweza kutoa hilo dhabihu ambayo ni takatifu mbele za Bwana. Anakuwa si hekalu. Anakuwa passive, anakuwa mtu ambaye anasikia, anaonywa na kiasi kwamba yale maonyo hayambadilishi. Amekuwa kama mgonjwa ambaye amekunywa dawa nyingi kiasi kwamba sasa zile dawa hazifanyi kazi tena. Anakuwa passive na neno la Bwana. Hatari. Hautatoa dhabihu mpendwa. Utakimbia Mombasa nzima, utazunguka, lakini Mungu akiangalia moyo wako, anasema hii sadaka ni ile ya mapepo. Kwa sababu gani? Si takatifu.
Kwa nini? Haijaunganika na mzabibu ambaye ni mwili kanisa la Yesu Kristo. Wawili watatu watakapokaa pamoja, wenye Roho Mtakatifu, nitakuwa pamoja nao. Hao ambao wakaa nao, hao ambao nakaa nao wako na Roho Mtakatifu. Kama hawana, then hiyo si kanisa. Hiyo si kanisa. Kwa nini Isaka aliweza kutoa viungo vyake mbele za Bwana kama dhabihu? Ni kwa sababu alikuwa na mentor, alikuwa na babake. Babake ndio alikuwa anamuongoza. Anamuongoza babake. Anamuongoza. Abraham ni kivuli cha Mungu. Mungu alimtuma Yesu duniani, Yesu akawa kama Isaka. Yesu akae kama Isaka chini ili sisi tuzaliwe. Kukazaliwa kanisa, likaitwa mwili wa Yesu Kristo, kanisa. Alafu sasa hili kanisa ndio Mungu anasema hili sasa ni hekalu. Hili linaweza kutoa dhabihu. Mimi naweza toa tu dhabihu nikiwa ndani ya kanisa. Lakini nikiwa nje ya kanisa, kila dhabihu nitatoa, Mungu atasema sihitaki. Kwa sababu hakuna hekalu la mtu mmoja. Hakuna kanisa la mtu mmoja. Kama Wakristo hawako, sawa. Mungu anaweza kuvumilia akakuconnect na Wakristo wa kweli. Lakini Wakristo wako hapo, unawapita ama nawapita, alafu naendelea kutoa dhabihu kwa Mungu, niko peke yangu, unajidanganya ama najidanganya. Dhabihu zote umezitoa. Mungu anasema no way. Kwa sababu wewe si kanisa, mimi si kanisa. Lazima tuwe wawili watatu ndio tuform kanisa. Tukishaform kanisa ambao tumeokolewa kupitia damu ya Yesu Kristo, yeye mwenyewe amejenga, hapa ndio wewe mimi tukiwa ndani ya kanisa ndio tunaweza kutoa dhabihu takatifu mbele za Bwana, kwa sababu dhabihu ilikuwa inatolewa tu na makuhani ndani ya hema takatifu. Na itatolewaje leo? Wewe ni hema, mimi ni hema, tukikutana ni kanisa. Alafu niendelee kutoa. Hizo ndio dhabihu Mungu anaziongelelea. As individual, mtu mmoja binafsi, pia akiwa ndani ya kanisa, na pia kusanyiko lote ndani ya kanisa. So niogope sana na uogope sana wakati mimi naona mimi siwahitaji, ama wewe hauhitaji kanisa la Bwana, hauhitaji ndugu yako, mimi niko tu sawa peke yangu. Nijue hiyo dhabihu ambayo naitoa si dhabihu ya kanisa, si mwili wa Yesu Kristo. Hiyo ni pride. So hivyo ndio Mungu anasisitiza, itoeni miili yenu kuwa dhabihu. Kiangalia Wakorintho wa kwanza 3:16. Wakorintho wa kwanza 3:16. Je, hamjui ya kwamba nyinyi ni hekalu la Mungu? Hamjui ya kwamba nyinyi ni hekalu la Mungu? Nyinyi, asemi wewe. Anasema nyinyi. Nyinyi ni wangapi? Nyinyi ni wangapi? Yeah. Endelea. Je, hamjui kwamba nyinyi ni hekalu la Mungu? Hamjui kwamba nyinyi ni hekalu? Nyinyi ni hekalu la Mungu. Na kwamba Roho wa Mungu anakaa ndani yenu? Na kwamba Roho wa Mungu anakaa ndani yenu. Hivyo ndio Mungu anasema. Anasema sisi. Yesu anasema wawili watatu wakikutana, hilo ni kanisa. Na Yesu atakuwa katikati yao. Hapa tunaambiwa hamjui kwamba nyinyi ni hekalu la Bwana. Mimi ni hekalu la Bwana, wewe ni hekalu la Bwana. Lakini siwezi kuwa tu kanisa peke yangu, huwezi kuwa hekalu peke yako. Tukiwa pamoja, Mungu akiwajua anasema wawili watatu wamekusanyika pale, wana Roho Mtakatifu, nitaenda pale, lile ni hekalu. Alafu tunaambiwa sasa mili yetu tuitoe mbele za Bwana. Uinjilisti unaotoa mbele za Bwana Mungu anapokea. Unapotembea katika haki na utiifu katika amri za Mungu. Utiifu katika amri za Mungu, Mungu anapendezwa na hiyo. Ukiwa ndani ya mwili wa Yesu Kristo, na hilo ndio kanisa. Hilo ndio kanisa. Mpendwa, kuna mambo mingi ambayo Mungu anayataka. Wewe unaona ni kama kifungo, lakini Mungu anataka hivyo.
So nisione najua theolojia kidogo, najua vitabu kidogo, naweza kram vitabu kidogo, nimebatizwa kidogo. Sawa, lakini unafaa uelewe mwana theolojia mkubwa kabisa kukuliko mimi na wewe ni Ibilisi Shetani. Ibilisi Shetani mwana theolojia. Manake aliona kiti cha enzi, alisimama mbele za Mungu wakati wa Ayubu na akaongea na Mungu, ashaongea na Yesu Kristo, alikuwa kerubi, alikuwa anaongoza malaika. Shetani anajua neno, aliumbwa kupitia hilo neno, aliliona hilo neno, akahubiri hilo neno. Tumwambia nini Shetani? Biblia nzima iko hapa. Biblia iko hapa. Anajua mbingu ya kwanza, ya pili na ya tatu. Anaijua vizuri, anaweza kueleza. Shetani anajua. Lakini licha ya kuwa yuko na hiyo elimu na Biblia iko kwa kichwa chake, lakini bado atashuka katika shimo ambalo halina mwisho, jehanamu. Wengi wetu hata Biblia hatujaisoma hata mara moja, ama hata zaidi pengine ya mara mbili. Hatujaisoma. Shetani ameisoma all through. Shetani anajua all through. Na licha ya kuwa na huo ufahamu, kuzimu anaingia. Katika shimo la milele na milele, na hiyo ufahamu anaingia. Mapepo, malaika, demons. Theluthi waliokubaliana na Shetani wanajua Biblia, wanajua neno, wanajua mlango wa mbinguni, wanajua mlango wa kuzimu, wanajua haya yote. Wanajua mbingu ya kwanza, ya pili na ya tatu. Wanajua ibada ya mbinguni inaendeleaje. Wanajua kilio cha parapanda kinalia vipi. Wanajua. Lakini ufahamu wote wanamjua Yesu kama mwana wa Mungu. Wanajua kiti cha Yesu kiko mahali gani, Mungu anakaa mahali gani. Washamuona na macho yao. Licha kwa haya yote wanayajua na Biblia wanaijua, bado wanashuka katika shimo ambalo halina mwisho, kuzimu. Utajigamba unajua nini wewe na mimi? Nini kinanifanya nijigambe? Mbona tunaenda huku kote? Kuna vitu ambavyo vitakuzuia usitoe dhabihu takatifu mbele za Bwana. Kiburi na kuona kidogo najua. Mungu anataka uone haujui chochote. Acha hicho unachokijua. Usipotii, jana mtaingia. Mungu anasema anapendezwa na utiifu. Kutii ni bora zaidi ya dhabihu. So niweza kuwa naendelea kutoa dhabihu, uendelea kutoa dhabihu, lakini jiulize, natoa hizi dhabihu niko na utiifu? Nimekusanyika na kanisa, niko na masiri ambayo yanaendelea kwa moyo wangu, na Mungu ameka mbele watu. Ndugu, unaweza waongelesha kusana moyo wako na unauficha, unakuwa katika private life. Mungu anasema no. Mungu anasema no. Uko na private grudge. Nimefuga grudge ndani ya moyo. Private grudge. Mungu anaziona. Anasema no. Hakuna sadaka atapokea kwako, hakuna sadaka atapokea kwangu. Anasema hii ni ile sadaka ya Kaini. Hii ni ile sadaka ya huyu Edom, Esau. Kwako atasema hivyo, kwangu mimi atasema hivyo. Niko tu na grudge, alafu naendelea kuhubiri. Mungu anasema hiyo ni sadaka ya Esau, Edom. Hiyo ni Kaini, kwa sababu ya moyo ambao uko sawa. Paka nijiangalie, paka ujiangalie mpendo. Mungu anataka dhabihu takatifu, safi, kwa sababu ukiwa kanisa, ukiwa hekalu, Mungu anahitaji kitu kisafi kutoka kwako na kwangu. Paka nijiangalie. Au hamjui kuwa mili yenu ni dhabihu? Samani, au hamjui kuwa mili yenu ni hekalu ambalo linafaa litwe dhabihu takatifu? Mimi ni hekalu, wewe ni hekalu. Tukija pamoja ni kanisa la Bwana, alafu linafaa litoe dhabihu takatifu. Vile vile kuhani alikuwa anaingia katika mahali patakatifu, alafu anatoa dhabihu, alafu Mungu anasikiza harufu, Mungu anapendezwa na ile. Mungu anasema wewe sasa ndio hekalu, mimi ndio hekalu. Tukija pamoja sasa anasema tuendelee kupeana mili yetu iteketezwe na neno la Bwana, iteketezwe na haki na utakatifu, alafu iende kwa Bwana maombi yetu, alafu Mungu analeta baraka. Tunaweza angalia Wakorintho hapo tu. Wakorintho wa kwanza, Wakorintho wa pili 7 mstari wa kwanza. Wakorintho wa pili 7 mstari wake ni wa kwanza. Kitabu ni cha Wakorintho wa pili 7 mstari wake ni wa kwanza. Maandiko yanasema, wapenzi, kwa kuwa tunazo ahadi hizi, basi na tujitakase
nafsi zetu kutokana na kila kitu kitiacho mwili na roho unajisi. Rejelea tena. Wakorintho wa pili 7 kuanzia mstari wa 1, maandiko yanasema, wapenzi, kwa kuwa tunazo ahadi hizi, basi na tujitakase. Kujitakasa inamaanisha kutengwa na dhambi. Nafsi yako na nafsi yangu itengwe na dhambi, kutokana na kila kitu kitiacho mwili na roho unajisi. Tukitimiza utakatifu kwa kumcha Mungu. Mungu anasema chochote ambacho kinakufanya uwe mchafu katika roho na katika mwili. Katika roho ni ndani, katika mwili ni nje. Mungu anasema jitenge nacho, jitakase, jitenge na uovu. Kujitakasa inamaanisha, neno lingine linamaanisha sanctification. Kuwa sanctified inamaanisha you are separated from that which is unclean, from that which is filth, from that which is sinful. Yani umetengwa ama umejitenga kwa uwezo wa neno la Mungu kwa kile ambacho ni kichafu. Mungu anasema katika hali hiyo, iwe katika mwili utengwe, mwili, viungo vya mwili vitengwe na uchafu, na roho pia itengwe na uchafu. Wengine wanasema mimi najua nimeokoka, roho yangu mimi naijua, mimi Mungu ananijua. Lakini ukiangalia mwili anaishi kwa uovu, na lakini matendo yako ya nje ni maovu. Mimi najua Mungu aniokoi kwa matendo. Mungu anasema takasa mwili na takasa roho. Hiyo ndio dhabihu Mungu anataka. Hakuna dhabihu Mungu atapokea mahali unasema mimi najua moyo wangu ni wa Mungu na nampenda Kristo, na wakati unaishi maisha machafu, unaishi maisha maovu, hauwatii wazazi wa kiroho na kimwili, haumtii mume wako ama watoto, hauwasikizi. Yani wewe ni mtoto na hauwasikizi wazazi. Uko tu na njia zako zingine ambazo Mungu hazipendi, lakini unasema hapana, mimi namjua Mungu wangu. Mungu anakuambia ingekuwa unamjua basi mwili wako ungekuwa msafi, ungetengwa na uovu, na nafsi yako pia itengwe na uovu. Safisha kikombe ndani, moyo, ili nje mwili upate kuwa safi. Mungu anashughulikia vitu viwili. Anasema roho iwe safi na mwili pia uwe msafi. Hiyo ndio dhabihu anaitaka. So hakuna dhabihu kama roho ni safi lakini mwili bado unang'ang'ana katika uovu. Mungu anasema no way, hiyo sadaka siitaki, bado haijatimiza utakatifu. So niangalie nisiwe napeana neno kwa watu, neno linatoka kwa moyo, napeana, na wakati mimi njia zangu za kimwili haziko sawa, alafu naona mimi nawapatia hawa. Mungu anasema anasema moyo wako uko sawa, ndani ya kuko sawa, nje kunaonekana ni kama utaua watu wanashiba neno, lakini Mungu anasema angalia moyo wako mpendwa, moyo wako uko sawa. Mungu anasema hiyo dhabihu siitaki, hiyo inakuwa si dhabihu kama ya Isaka. Nijiangalie, usidanganywe. Kuhubiri, shetani anajua kuhubiri. Anajua kuhubiri. Alimhubiria Adam alimhubiria Eve akiwa bustani mwa Edeni, na akamhubiria Adam kupitia Eve na akamshinda. Anahubiri, anajua hii ndio kweli, anaipotosha huko na utaingia katika huo uongo, na bado kuhubiri huko kote anaingia jehanamu. Alisimama na Yesu akamtajia scripture katika Psalms 91:11. Alitoa kwa moyo, hakuwa na kitabu anasoma, alitoa kwa moyo akambandikia Yesu Kristo. Utamweza. Alafu nasema kwa sababu najua kuhubiri, mimi hapa nitosha. Chunguza maisha yako, matunda ya maisha yako. Yachunguze matunda ya maisha yako ya nje. Safisha kikombe ndani, nje ipate kuwa safi. Mungu anataka nje iwe safi. Dhabihu iliyokamilika ni dhabihu, moyo ni msafi na pia mwili ni msafi. Mungu anasema ndio dhabihu nitaitaka. Hii inatimiza utakatifu. Wathesalonike, tuko mbali kumaliza. Wathesalonike wa kwanza 5 mstari wa 22 na 23. Wathesalonike wa kwanza 5:22 na 23.
Thesalonike wa kwanza baada ya Colossians, kwa Kolosai alafu Thesalonike. Thesalonike wa kwanza 5:22 na 23. Kitabu cha Wathesalonike wa kwanza 5 mstari wake ni 22. Maandiko yanasema, jiepusheni na uovu wa kila namna. Jiepusheni. Mungu anasema jiepushe. Mungu anasema jiepushe. Kwa nini? Wewe ni hekalu, na wewe kwa sababu ni hekalu, mimi ni hekalu, nafaa katika hili hekalu litoe sadaka, nitoe viungo vyangu, toe viungo vyako vyote mbele za Mungu vikiwa vitakatifu. Ndio maana unaambiwa jiepushe na uovu. Jiepushe na uovu. Mimi pia vile vile. Jiepusheni na uovu wa kila namna. Jiepusheni na uovu wa kila. Angalia sentensi vizuri. Kila namna. Mungu mwenyewe. Mungu mwenyewe. Mungu wa amani. Mungu wa amani. Awatakase nyinyi kabisa. Awatakase nyinyi kabisa. Roho zenu. Roho itakaswe roho zenu. Nafsi zenu. Nafsi itakaswe nafsi zenu. Miili yenu. Na miili yenu. Nanyi muhifadhiwe kikamilifu bila kuwa na lawama. Nanyi muhifadhiwe. Tuendelee kuhifadhiwa bila lawama mpaka atakapokuja Bwana wetu ambaye ni Yesu Kristo. So Mungu anasema roho ihifadhiwe. Roho, Mungu atutakase roho, nafsi zenu, nafsi na miili yenu. Na miili. Jiepushe na uovu. Wewe ni hekalu. Hekalu linafaa liendelee kutoa dhabihu takatifu mbele za Bwana. Itoeni miili yenu. Toeni viungo vya miili yenu. Nitoe viungo vyangu mbele za Bwana kama dhabihu iliyo hai takatifu. Naomba nijitenge na uovu. Naomba ujitenge na uovu wa kila namna. Kila namna. Ili upate kutakasika. Roho, nafsi na miili. Vile vile Isaka alipofungwa katika madhabahu, roho yake ilikuwa katika madhabahu, nafsi yake ilikuwa katika madhabahu, mwili wake ulikuwa katika madhabahu. Full amejipeana kwa Bwana. Full takatifu. Hiyo ndio sura ya Mkristo aliyejitoa. Ya Mkristo ambaye Mungu anamsukuma aendelee kuweka chini maisha yake. Mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, roho yako yote, akili zako zote, nguvu zako zote. Isaka aliweza kupata wapi picha na utiifu? Utiifu wa ameka akili yake chini, ameka nguvu zake chini, utiifu wa kujitoa, utiifu wa kumsikiza babake na kujipeana. Isaka alitoa wapi hii? Acha turudi Mathayo. Manake maisha ya kiroho lazima ukopie mtu ambaye aliishi maisha ambao yalimpendeza Mungu na Mungu akayaandika, na wewe unayasoma, unayakopia sasa. Alafu unaishi na Mungu anapendezwa na wewe. Manake Isaka kuna mahali alikopia. So mimi na wewe tukimkopia Isaka, kuna mahali Isaka alikopia. Isaka alikopia kwa Yesu Kristo. Na kwa sababu alikopia kwa Yesu Kristo, Isaka akampendeza Mungu. Na mimi na wewe tunakopia kwa Isaka kwa sababu pia tunakopia pia kwa Yesu Kristo. Na bado mwisho wa siku tukisivyo tutampendeza Mungu. Haya ndio maisha ya kiroho. Mathayo 1:1. Kitabu cha Mathayo 1 mstari wake ni wa kwanza. Habari za ukoo wa Yesu Kristo, mwana wa Daudi, mwana wa Abrahamu. Habari za ukoo wa Yesu Kristo, mwana wa Daudi. Yesu anaitwa mwana wa Abrahamu. So Yesu anachukua sura kama ya mtoto wa Abrahamu. Tunajua Yesu alikuwa kabla Isaka. So Yesu anajinyenyekeza, anaitwa mwana wa Abrahamu. Sawa? Alafu chini yake Abrahamu akamzaa Isaka. So inamaanisha Abrahamu na mtoto ambaye anaitwa Yesu Kristo. Yesu amejinyenyekeza.
Abraham ana mtoto ambaye anaitwa Yesu Kristo. Alafu ana mtoto ambaye anaitwa Isaka. Yesu Kristo ni mtoto wa kiroho, alikuwa kabla kwa misingi ya ulimwengu. So mtoto ambaye anaitwa Isaka anamkopia Yesu Kristo, ambaye Yesu Kristo alimtii babake ambaye ni Mungu. Abraham akikana Isaka anammiminia zile ambazo Mungu alikuwa anampatia Abraham. Abraham anammiminia Isaka, anamwambia kuna mtoto ambaye anaitwa Yesu. Huyu ni mwana wa Mungu. Huyu alimtii Mungu. Huyu aliyekuwa mafuta. Huyu Yesu alichinjwa kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu. Alimtii babake. Isaka anasikia imani yake inachochewa. Babake akifika pale akimwambia Mungu amesema nikutoe wewe, hasumuki katika moyo, kwa sababu kuna imani alipokea. Kunaye Yesu Kristo ambaye alimtii babake, akaeka shingo yake chini kabla ya kwa misingi ya ulimwengu, na akawaslay na akachinjwa kwa misingi ya ulimwengu. Isaka anasema kama venye Yesu alifanya, mimi nitatii. Anatii bwana wake, anamtii ndugu yake mkubwa. Haya ndio maisha ya kiroho. Angalia Ufunuo 13 mstari wa 8. Ufunuo 13 mstari wake ni wa 8. Maandiko yanasema, nao watu wote waishio duniani watamwabudu huyo mnyama. Yaani wale wote ambao majina yao hayakuandikwa katika kitabu cha uzima cha mwana kondoo, cha mwana kondoo aliyechinjwa, cha mwana kondoo aliyechinjwa tangu kuumbwa kwa ulimwengu. Yesu Kristo ni mwana kondoo aliyechinjwa tangu kuumbwa kwa ulimwengu. So Yesu aliyeka maisha yake chini kabla kwa misingi ya ulimwengu. Isaka anajifundisha hapo. Isaka moyo wake unachomeka, anapokea imani. Akifika mlima Moria, babake akimwambia wewe ndio sadaka, haimsumbui. Kwa nini? Kwa sababu ya Bwana wake ambaye ni Yesu Kristo. Huyu Yesu alichinjwa kabla kwa misingi ya ulimwengu. Alimtii babake. Isaka anasema baba, mikono yangu hii, baba, miguu yangu hii. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya Yesu Kristo. Yesu awe kipimo. Venye Yesu alitii, mimi nitii, na wewe utii hivyo hivyo venye Isaka alitii. So ili onyesho la mwanzo, baba ambaye ni Abraham akimtoa mwana ambaye ni Isaka, ili ni onyesho la Mungu mwenyewe. Mungu akiwa baba, alafu akimtoa Yesu Kristo. Yohana 3 mstari wa 16. Kitabu cha Yohana 3 mstari wake ni wa 16. Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu. Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu. Ulimwengu ni wewe, ulimwengu ni mimi. Hata akamtoa mwanao wa kipekee. Hata akamtoa mpaka hapo. Hata akamtoa mwanao wa kipekee. Sawa sawa. Mungu, Abraham alipoinua kisu kumchinja mwanawe ambaye ni Isaka, Mungu alimwambia wacha. Malaika alimwambia wacha. Abraham akawacha. Isaka akafunguliwa, Isaka akatolewa. Mungu akaleta mwana kondoo. Mungu akaleta kondoo. Alafu kondoo akaekwa pale katika madhabahu, alafu huyu kondoo akachinjwa. Isaka akawa ameondolewa. Acha turudi hapo tafadhali. 22 9 10. Mwanzo 22 9 10. Kitabu cha Mwanzo 22 mstari wake ni wa 9. Walipofika mahali pale alipokuwa ameambiwa na Mungu, Abrahamu akajenga madhabahu hapo, akaziweka kuni juu yake, akamfunga Isaka mwanawe na akamlaza kwenye madhabahu juu ya zile
kuni. Kisha akanyoosha mkono wake na akachukua kisu. Abraham akanyosha mkono wake akachukua kisu ili amchinje Isaka mwanawe. Lakini malaika wa Bwana akamwita kutoka mbinguni. Akamwambia, Abraham. Akajibu Abraham, mimi hapa. Akamwambia, usimdhuru kijana. Wala usimtendee jambo lolote. Sasa ninajua kwamba unamcha Mungu Abraham. Kwa sababu kunizuia mwanao, mwana wako wa pekee. Abraham akainua macho yake. Akaona kondoo. Abraham akaona kondoo dume. Huyu kondoo dume Mungu amemtoa mbinguni. Endelea. Abraham akainua macho yake. Akaona kondoo dume. Amenaswa pembe zake. Nyuma yake katika kichaka. Akaenda akamchukua huyo kondoo dume. Akamtoa awe sadaka ya kuteketezwa badala ya mwanae. Mpaka hapo ni sawa. Unajua inamaanisha nini? Yohana 3:16. Mungu anasema kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu. Mungu ni Baba, hata akamtoa mwanawe wa kipekee. Mwanawe ni huyu kondoo dume. Mwanawe ni Yesu Kristo, huyu kondoo dume, ili kila muaminie Yesu Kristo asipotee, bali awe na uzima wa milele. Abraham akamtoa Isaka. Hii inamaanisha nini? Hii ni sura ya wokovu. Kazi yote ya Abraham inaondolewa. Kazi yote ya mwanadamu inaondolewa kwa madhabahu. Kazi zako zote zinaondolewa. Alafu Mungu anasema, mimi Mungu yule akae mbinguni anatoa mwana kondoo ambaye ni Yesu. Sasa wamwamini Yesu Kristo ambao ni kazi ya Mungu peke yake. Ndio wokovu. Amen. Isaka afunguliwe, atolewe. Mungu anasema ondoeni kazi za mwanadamu. Ondoa kazi ya mwanadamu. Mimi mwenyewe nitajipatia kondoo ambaye ni Yesu Kristo. Yesu anatolewa. Alafu wanadamu wanaambiwa sasa muaminini huyu kondoo ambaye ni Yesu Kristo. Mungu amemtoa mpate kusafishwa dhambi zenu bila tendo lako lolote. Isaka alitolewa full. Abraham alimfungua Isaka, akamuondoa. Mungu akaleta kondoo kutoka mbinguni, akaekwa pale. Sasa ikawa wanamwamini huyo kondoo. Ikawa wanamchinja huyo kondoo ambaye Mungu amemtoa. Wokovu ni 100% kazi ya Mungu. Kila kitu Mungu anambia, muondoe Isaka full. Ondoa Isaka katika madhabahu. Isaka anaondolewa, madhabahu yanabaki bila chochote. Hii ndio sharti la wokovu. Maana mmeokolewa kwa neema kupitia imani, si kwa matendo ya mwanadamu yoyote, ili mwanadamu asije akajisifu. Wokovu ni neema kupitia imani, 100% kazi ya Mungu kupitia Yesu Kristo. Na unapopokea imani tu, dhambi zako zinaondolewa. Na unakuwa na hakikisho, kwa sababu hakuna kazi yako. Isaka amefunguliwa, yule ambaye Mungu amesema amependa ulimwengu hata akamtoa mwanawe wa kipekee, yeye ndo amefungwa. Yohana 3:16. Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe wa kipekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Yohana 1:29. Yohana anamuona Yesu, anasema huyu ni yule kondoo. Kondoo gani? Kondoo dume ambaye Isaka alitolewa. Kazi ya Abrahamu ya mwanadamu ikaondolewa, alafu kazi ya Mungu ikaekwa. Isaka akaokoka. Mimi na wewe tukaokoka. Weza soma Yohana 1:29. Kitabu cha Yohana 1:29. Maandiko yanasema siku iliyofuata Yohana amuona Yesu
akimjia. Yohana anamuona Yesu akimjia. Akasema. Yohana akasema, tazama mwana kondoo wa Mungu. Mwana kondoo wa Mungu aichukuae dhambi ya ulimwengu. Siku iliyofuata Yohana alimuona Yesu akimjia. Yohana akasema, tazama mwana kondoo wa Mungu aichukuae dhambi ya ulimwengu. So kwa wale ambao hawajaokoka, hiyo ndio picha halisi ambayo ilikuwa inaendelea katika mlima Moria katika kitabu cha Mwanzo 22, na kile ambacho kilikuwa kinaendelea pia Golgotha. Lakini kila mwenye dhambi lazima arespond na toba, ili hiyo sadaka iweze kuosha dhambi za mwanadamu. Yesu aweze kubeba dhambi za mwanadamu. Lazima mwanadamu achukue hatua ya toba. Lazima ageuke katika njia zake mbaya. Lazima ajue kwamba Mungu hapendezwi na chochote kile ambacho si kitakatifu. Mungu anataka huyu mwanadamu ageuke, alafu Mungu amtolee kondoo ambaye ni Yesu Kristo, ili hizo dhambi alizozitenda zipate kuondolewa. Hakuna mwanakondoo bila toba. Hakuna mwanakondoo bila toba. Hakuna damu mwanakondoo atatoa mali hakuna toba. Toba haichangii wokovu, lakini toba inatengeza njia mali wokovu inafaa ipitie. Yanyosheni mapito yenu. Yanyosheni mapito yenu. So wokovu haiwezi kupita kama toba haijapita. So lazima toba kwanza itengeze njia ndio wokovu upite. Licha ya kuwa toba haichangii mwanadamu kuoshwa dhambi, lakini bila toba mwanadamu hawezi kuoshwa dhambi zake. Toba ni njia. Yesu anataka kupita na hakuna njia hata pita. Anamwita Yohana. Yohana atengeza njia kwa umoyo. Yohana kwa uwezo wa Mungu anatengeza njia. Yesu anapita. Yesu anaondoa dhambi. So hizi zinaoana. So lazima mwenye dhambi anyenyekezwe. Lazima achukie maisha yake machafu. Lazima achukie dhambi aliyoirithi kutoka kwa Adam. Aichukie kwa uwezo wa Mungu. Naona amemkosea Mungu. Aanze kukiri dhambi zake mbele za Mungu. Na geuke akitazama mlima Moria. Akitazama mbinguni. Mungu amshukishie mwana kondoo kwa imani ambaye ni Kristo Yesu, ili hizo dhambi ziondolewe. So lazima njia itengezwe. Soma kitabu cha mwisho Ezekieli 18:30. Hii ndio njia lazima itengezwe ndio mwana kondoo apite. Hii naona itakuwa sawa hii neno. Ezekieli 18 mstari wa 30. Kitabu cha Ezekieli 18 mstari wake ni wa 30. Maandiko yanasema, kwa hiyo nyumba ya Israeli, nitawahukumu kila mmoja sawasawa na njia zake. Nitawahukumu kila mmoja sawasawa na njia zake. Asema Bwana Mwenyezi. Tubuni. Geukeni. Mungu anasema tubuni, geukeni kutoka makosa yenu yote. Tubuni, geukeni kutoka makosa yenu yote. Ndipo dhambi haitakuwa anguko lenu. So kutubu ni kugeuka kutoka kwa makosa yako yote kwa uwezo wa Mungu, na kile unachokisikia njia inapatikana. Mungu anashusha mwana kondoo. Alafu mwana kondoo anachukua hizo dhambi ziko katika moyo, anaenda anaziosha na damu yake mwenyewe. So hata mtakatifu, mali angapo umeona haujampatia Mungu sadaka yako ya kutoa mili yako kama dhabihu takatifu, Mungu anataka nishuke, nipate toba, nigeuke katika njia zozote zile, nigeuke kutoka kwa kazi zozote zile, nigeuke kutoka kwa kiburi chochote kile, nigeuke katika kitu ambacho inaitwa private life. Nigeuke kutoka huko, nigeuke kutoka kwa kitu inaitwa individuality. Mimi ni Mkristo, mimi ni hekalu peke yako. Ondoka huko. Nikiri, nipate toba, niungane na wengine. Waweza kuomba Petro kwa ajili ya mafundisho haya. Mungu uliye mtakatifu, Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo, Baba, tunakushukuru. Tumesikia neno lako Bwana. Hakika Bwana unapendezwa na yule mwanadamu aliyejitoa
katika toba na kumwamini mwana wa Yesu Kristo alimwaga damu ya agano ili apate msamaha wa dhambi. Baadaye Bwana akaishi maisha ambayo kwa uwezo wako Mungu kupitia Roho wako Mtakatifu anatembea kwa kujikana na kumfuata mwana wa Yesu Kristo. Baba, umetuambia hakika kwamba kujitoa ni kujiweka kikamilifu mbele za Kristo Yesu, ufanyike sadaka ambayo inatii, ambayo inanyenyekea kama vile Yesu Kristo alivyonyenyekea na alivyotumwa na Baba yake kwa ajili ya mwanadamu. Alinyenyekea vile mwanadamu alipokuwa anampiga, alinyenyekea vile mwanadamu alipokuwa anamdharau, alinyenyekea mwanadamu vile alipokuwa anapeana maneno ya kiburi. Baba, tujalie moyo huu Bwana, tusiwe tu wa Kristo au wokovu wa kusema Bwana asifiwe, lakini hatujikabidhi ipasavyo mbele zako Bwana. Baba, tujalie toba katika njia yote ambayo tumekwenda makosa. Baba, yule ambaye amesikia neno lako hili Bwana, amesikia sauti yako hii Bwana, kwa sababu hakika utamtuma malaika au utamtuma nabii kuja kuwahubiria watu wako Bwana, bali Bwana utatumia yule ambaye uliyependezwa nao, kiumbe chako mwanadamu Bwana, uliyempatia toba na kukuamini wewe na akaamini dhambi zake. Yesu alizichukua na kupitia damu ya Yesu Kristo akapata msamaha wa dhambi Bwana. Baba, mumwinua mtumishi wako mahali hapa Bwana. Baba, mumwinua kwa sababu una sababu Bwana katika soko hili Bwana. Una sababu Bwana na mtu mmoja Bwana atakayesikia neno lako Bwana la kujinyenyekeza Bwana, la kujitoa wakfu Bwana mbele zako Bwana. Baba, miguu ikafungwa, mikono ikafungwa, mdomo ikafungwa Bwana kwa ajili ya sadaka Bwana. Baba, tuachilie Baba, tuwezeshe kusikia neno lako Baba, utupe utiifu wa kuendelea sawasawa na neno lako Bwana. Baba, utupe masikio ya kiroho Bwana. Baba, kwa hakika Bwana na ukweli Bwana, utuondolee Bwana upuuzaji, utuondolee Bwana chochote ambacho hakistahili ndani yetu Bwana. Siku hii leo mtupa Bwana Baba, umetukupa ili kwa sababu tupate kutambua siri hii Bwana. Baba, kusema tu Bwana ni Bwana itoshi, kusema nimeokoka itoshi, bali unataka ule moyo uliovunjika, moyo ambao umejitoa kila kitu mbele zako Bwana. Baba, kwa maongezi yetu Bwana, kwa vikao ambavyo tunavyozungumza Bwana, kwa maneno tunayozungumza Bwana, Baba, jithibitishe na neno lako ndani ya kila mmoja Bwana. Baba, wale ambao hujawafunulia Bwana, kawafunulia Bwana, kawapatia toba Bwana, kawanae mioyo yao Bwana, tayarisha mioyo yao Bwana, ili Kristo Yesu aingie ndani yao Bwana. Baba, tunasema ni asante kwa huyo ambaye umemweka mahali hapa Bwana, leo sikia neno lako Bwana. Baba, muondolee kiburi Bwana. Kuna siku Baba hata hauna tena Baba ulimwengu Bwana, bali anasimama mbele zako Bwana na kujibu yale yote Bwana ambayo alikuwa anatenda katika mwili huu. Anakwenda kujibu Baba ambayo alikuwa anasikia lakini alikoleta upuuzaji alipokuwa hai hapa duniani Bwana. Baba, jalia toba ya kweli Bwana, wajili apate kumwamini mwana wa Yesu Kristo Bwana. Baba, tunanyenyekea mbele zako Bwana. Baba, tunyenyekeze Bwana. Baba, tuongoze katika neno lako Bwana. Baba, tunakushukuru kwa neno lako. Baba, tunakushukuru kwa uwepo wako. Baba, tunakushukuru kwa nguvu zako Bwana. Neno lako Baba tumelisikia. Baba, utupatie masikio ya kiroho. Baba, tupate kutii neno lako. Baba, kwa maana mwanadamu hawezi Bwana pasipo msaada wa Roho wako Mtakatifu. Baba, tunasema ya asante kwa Roho wako Mtakatifu. Atushindanie, atuongoze katika kweli yako. Baba, tunasema ni asante hata kwa yeye ambaye sikia neno lako Bwana. Usimwache tu bure Bwana, bali uzungumza naye. Fanya mkutano naye Bwana. Usiku wa leo Bwana, hata tani yote kuanzia sasa Bwana, atafanya mzungumzo na nafsi yake Bwana. Je,
ni yeye ambaye amejitoa au bado hajajitoa. Bwana Baba, tunakushukuru kwa sababu unatenda. Baba, tunakushukuru kwa sababu wewe ndiye mwongozo wa neno lako ndani ya nafsi zetu na roho zetu. Bwana Baba, tumeomba yote tukiamini hata kusadiki, na kila mmoja aseme amina. Baba yetu